na TFF hawatamani kuona sisi tunafurahi, sisi tunatabasamu, sisi tunamaliza mechi walau hatuna malalamiko. Hawatamani kuona, wanataka kuona muda wote tunalalamika. Makao yetu yanachoka. Mtibwa akawa vizuri, anafunga goli, anamsukuma Diala, Diala anaanguka, anashindwa kusogelea hata mpira unaingia mweupe kabisa golini. Diala yupo chini. Haya, tuache hiyo. Diala akasema hapa nikisema nilalamike saizi muda umeongezwa dakika 4 nitaikosi timu yangu, ngoja nikafanyeje, nianzishe mpira mbele. Tumeenda kupata penalty. Referee sawa, nimekuelewa, umeka advantage, lakini utaratibu ulivyo dunia nzima, mtu umemwachia advantage kwamba hii ni penalty, lakini ukaona anaenda kufunga. Anapokosa au anapopoteza hiyo nafasi, anafunika referee. Kokote duniani kote tunaangalia mipira Ulaya sisi, referee anaangalia hivi, penalty kaiona ya wazi, mchezaji wetu amekosa advantage, ilibidi afunike, kaimeza. Kama hajaona kitu huku katoka kumeza ya Diala. Yaani wao wenyewe mwanzoni walikuwa wanasita kushangilia kwa sababu walikuwa wanajua ni faulu. Sio, umeelewa? Lakini yote hayo yamemezwa yaani jamani. Hivi waamuzi mpaka lini? Mpaka lini? Mbona kwa wenzetu kwenye mechi zao tusikia malalamiko? Mbona kwenye mechi zetu ndio haya malalamiko kwenye mechi zetu? Au nyinyi mnaonaje jamani? Ile Diala, ile goli alifungwa, kwani Diala kuacha ile mpira uingie mpaka golini? Kwamba ile kona ilipigwa ya ajabu sana, imekeviwa sana. Mpira umekuja katikati ule. Diala ameshikiliwa na jamaa mpaka kamsukuma chini. Mpira unaingia. Refaria hajaona kitu. Mamlaka mpo wapi? Mnataka nini au mnatafuta sababu tu za kutufungia wachezaji wetu? Kuhukumiwa inasaidia nini? Ushadondosha alama, mimi na ukinisaidia nini? Lengo lenu mnaolikusudia au mnaolipanga linakamilika, mnataka mumfungie sana Diala. Yaani tuna majeruhi chungu na mzima. Tunacheza banana lakini timu inajitoa. Kuna nafasi mbili za wazi ya Pacome na ya Mwanengo ya mwisho wa mchezo. Hauoni kwamba wachezaji hiyo ni siku zote hii Mamengo. Forward yoyote akiona kwamba hapa napata goli la ushindi wanakuwa wanakamia. Kwa hiyo nimemuelewa Mamengo kukosa lile goli kwa sababu alikuwa na performance nzuri sana leo Mamengo. Very good performance katika siku Mamengo ameonyesha kiwango kikubwa. Leo Mamengo amecheza yani to the fullest. Ile ya Pacome was a clear chance. Lakini zinatokea nafasi kama zile, si umeelewa? Huwezi kumlaumu. Basi tumepata penalti yetu ya halali ya wazi, tupeni tukose sisi. Ile ya Diala amua refa kwamba hii ni faulu. Unawekaje kati mpira kama ule? Sio kama kona ilikuja vizuri, mpira kila mtu tunauona. Diala unapita kwenye mikono anasukuma mpira golini. Jamani, Yanga Afrika shida. Tuna majeruhi chungu na mzima. Tumeelewa. Ratiba zinatubana. Lakini bado mpaka uwanjani tunamize. Mnatukosea. Sisi tu mashabiki tumechoka kiasi hichi. Hao wachezaji wanajisikiaje? Muangalie Diara. Amelalamika. Kama ulikumbuka mechi iliyopita alilalamika hivi. Anaona ni kwamba hawa watu wanalalamikiwa, wanaongelewa, tunawaambia lakini wanajirudia. Kwa kuna muda kama mchezaji ni binadamu, lazima atamani kuongea zaidi. Diara alitaka kuongea zaidi, aoneshe waziwazi kwamba hapa jamani mnatukosea. Kabisa. Nyinyi jamani Yanga Afrika mnataka ichezaje? Mbona mnatuchanganya? Nyinyi mnataka icheze kila siku Yanga Afrika ikicheza performance nini? Mbona tuwaelewi? Nyinyi mnataka tufanye nini? Yanga ikisimba ikicheza hamna base performance amuongelee. Ila Yanga performance. Tungekuwa tunaongoza ligi sisi. Nadhani kwa nini Baraka inakuwa hivyo? Performance ya nyoka. Hii ni mipango total dominance tulioifanya Yanga katika ligi ya NBC Premier League. Imewachosha watu. Inafika wakati watu hawataki kuona tena Yanga Afrika inachukua ubingwa. Kwa hiyo chochote kile cha Yanga Afrika kina vibaya, ili mradi kumfanya Yanga Afrika cheze kwa comfortable, kukusanya alama na Yanga kudondosha alama. Hiyo haitakiwi. Tukae sawa jamani, anayeshinda ashinde, anayefungwa afungwe, lakini ya mambo mnatufanyia, mnatukosea. Watu wanasafiri, watu wanatumia gharama. Sasa mapumziko ya tunashambuliwa sisi nyinyi. Huu muda ambao Pedro Gonzalez anatakiwa kukaa na wachezaji wake, aingize mbinu, afanye rekebisho, sijui umeelewa, aongee na wetu.
Hapana, ngoja nikwambie kitu. Sikiza nikwambie. Sisi kuna wakati ifike hata TFF na bodi ya ligi pia waangalie. Sisi umeelewa? Sisi lengo letu sawa, matamanio yetu, vilabu vinasajili wachezaji wachezee timu zao za vilabu, ndio maana tunawalipa, tunawagaramia kwa kila kitu. Sio watakiwi. Chance yao, priority yao namba moja ni timu zao za vilabu. Sasa mkiwakosesha nafasi ya kuvitumikia vizuri timu zao za vilabu, mnawakosea. Kukataa hawawezi, lakini nyinyi inabidi mjiongeze. Pedro kocha Gonzalez anapata muda gani wa kukaa na timu yake kuirekebisha? Haya, kimfano leo namlaumuje kocha? Pacome nafasi ile pale kapata. Huyu nani anaitwa nani huyu? Mamengo kapata nafasi ile pale. Tumepiga shoot on target zaidi ya 8. Simeelewa. Chance create a lot of chance today. Lakini asikuweza kuwa converted kuwa magoli. Unamlaumuje kocha wetu? Na bado kocha ana majeruhi wa kutosha. Wewe unamlaumuje kocha? Ifike wakati wa Tanzania watu wa mpira tuelewe mpira. Hawa wachambuzi wapo kwa ajili ya kufanya kazi ya kuhakikisha wanaipressurize Yanga icheze na pressure. Kila wanachokifanya wanakishambulia.